Dakika hiyo alishtuka kuona kupitia mlango wa bafu kwamba mke wake alikuwa amegeuka kuwa mdumadum mkubwa. Aliogopa sana na kugeuka haraka kutafuta ile hirizi ya karatasi kwa ajili ya kujilinda. Lakini mlango ulipofunguka aligundua ilikuwa ni mawazo yake tu. Kumbe mke wake alikuwa ameshika keki akijiandaa kusherehekea siku yake ya kuzaliwa. Kijana alitambua alikuwa akiwaza kupita kiasi. Usiku wa manane mke wake alisema muda wa kujifungua ulikuwa unakaribia na alitaka kurudi kwenye nyumba ya zamani kusubiri kujifungua. Akisema kwa mila za familia yao wanawake wajawazito lazima warudi kwenye nyumba ya zamani wakiwa na waume zao ili wajifungue salama na mama pamoja na mtoto wawe salama. Ingawa kijana alikuwa na wasiwasi kidogo, hatimaye alikubali. Lakini kesho yake walipokuwa karibu kuondoka, yule kuhani wa ajabu alitokea tena. Alimuonya tena kijana akisema mdumadu anapojifungua lazima atamvuta mume wake kurudi kwenye kiota chake, na kwamba kama angeenda kwenye nyumba ya zamani ya mke wake angekuwa anaingia moja kwa moja kwenye mtego. Hata hivyo kijana bado hakutaka kuamini. Basi kuhani akampa mfuko wa hariri akisema kitu hicho kinaweza kuvunja uwezo wa kutokuonekana na kufanya roho kuonyesha umbo lao halisi. Akamwambia ufungue wakati mke wake amejifungua ili kuokoa maisha yake. Baada ya kusema hivyo alimlazimisha kuchukua mfuko huo na kuondoka. Hivi karibuni wenzi hao walisafiri kuelekea kijijini kwa mwanamke, lakini walivyokaribia nyumba ya zamani ndivyo kijana walivyozidi kuhisi wasiwasi. Wadudu walikuwa wamejaa barabarani karibu kufunika kioo cha mbele cha gari, lakini mke wake alieleza kuwa mazingira ya kijijini ni mazuri, ndio maana kuna wadudu wengi. Baada ya kusikia hivyo kijana alitulia na kuendelea na safari. Walipofika kwenye nyumba ya zamani, shangazi mdogo wa mke wake ndiye aliyowapokea. Kupitia mazungumzo yao kijana aligundua wazi kwamba mke wake na shangazi huyo hawakuwa na uhusiano mzuri, lakini hakunipa jambo hilo uzito na akaingia ndani. Hapo ndipo alipoona nyumba hiyo ilikuwa ya ajabu kila mahali. Kwenye ukumbi mkuu kulikuwa na kibao cha kumbukumbu cha mama mkwe wake tu bila dalili yoyote ya baba mkwe. Pia kulikuwa na wadudu wengi kama wale aliwaona nyumbani. Hata walipokuwa wakila chakula cha jioni kulikuwa na wadudu kama hao kwenye supu yao. Hilo lilimtisha sana kijana. Alimwambia mke wake asiinywe, lakini mke wake alisema hao ni dawa za asili zenye thamani na zenye lishe. Wakati huo shangazi mdogo alisema kwa tabasamu, mke wako amepinda kula wadudu tangu akiwa mdogo. Lakini kijana alijua wazi kuwa mke wake kawaida huwa anaogopa sana wadudu, angewezaje kula? Kabla hajafikiria zaidi, mke wake alisimama ghafla akisema tumbo linamuuma na kumwambia aingie chumbani naye sasa. Alipokuwa karibu kumfuata alizuiwa na shangazi mdogo. Shangazi alisema kama ataingia sasa maisha yake yatakuwa hatarini. Kijana alishtuka na kumuuliza alimaanisha nini. Hapo shangazi alifichua siri ya muda mrefu akisema wakati Shaurui alipozaliwa, mama yake pia alimuita mumewe aingie chumbani kuandamana naye wakati wa kujifungua. Mwishowe mtoto alizaliwa salama, lakini mume akatoweka bila kuonekana tena.